Habari za wakati huu, mtazamaji wa Chumbe TV, karibu katika taarifa yetu ya habari. Katika taarifa yetu ya habari leo utapata kuona yaliyojiri kwa siku ya leo kwenye habari za kitaifa, kimataifa. Pia tutaviangazia viunga vya michezo na burudani. Msomaji wako ni mimi Omar Abdallah. Gonga neno subscribe, kushare na kulike. Na tukianzia kwa habari yetu, tunaanzia hapa visiwani Zanzibar. Wizara ya Afya Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na taasisi ya World Medical Color ya nchini Italy katika kuimarisha huduma za afya kwa upande wa ultrasound kwa kuwapatia mafunzo wafanyakazi wake ili waweze kufanya matibabu kwa ufanisi. Msingi wa Wizara ya Afya kwa kushirikiana na station hii ya World Medical Color unaendelea na kufundisha magrupu mbalimbali ya wataalamu wa afya kutoa huduma hii ya ultrasound kwa makini zaidi, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunaongeza ufanisi wa huduma ya uchunguzi wa ultrasound kwa hapa Zanzibar, ili kuhakikisha kwamba wananchi au wagonjwa ambao wanakwenda katika vituo vyetu vya afya wanapata huduma stahiki za ultrasound zenye ubora kabisa, na kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kutoa huduma bora za uchunguzi kwa wagonjwa wote ambao wanafika katika vituo vyetu vya afya. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora Zanzibar, Mzee Ali Haji amesema jeshi la polisi lina wajibu wa kuwalinda watoto ili kuhakikisha kuwa wanakuwa katika mazingira ya amani na usalama bila vitendo vya udhalilishaji vinavyofanywa na baadhi ya watu wasiokuwa waadilifu kwenye jamii. Jeshi la polisi katika muktadha wa kuwalinda watoto ni watu wa msingi sana. Mna role kubwa sana. Mtu yoyote akipata changamoto anakimbilia polisi. Kwa nini polisi? Ndio walinzi wa mali na raia, si ndio? Mna jukumu kubwa. Madawati haya yaliyoanzishwa kwa kweli ni msaada mkubwa katika kustawisha ulinzi wa watoto. Kitu cha msingi kwenu ni kufanya kazi kwanza kwa kujitolea. Lazima mkubali kujitolea kufanya hiyo kazi. Lazima mkubali kuwa wazalendo sana katika kufanya hiyo kazi. Lakini jengine pia, mjenge imani ya hali ya juu. Tunataka kuimarisha ulinzi watu, lakini ili tuimarishe ulinzi huu lazima tuwe tuna takwimu sahihi. Ili tupange mipango yetu kwa usahihi. Bila ya takwimu sahihi hatuwezi kuwa na mipango iliyo sahihi. Unahitaji watu wangapi, wafanye nini? Lazima uwe na takwimu sahihi ili uwapange watu wanaotaka kufanya hilo jambo. Mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA imesisitizwa kuendelea na dhamira ya kuimarisha uwekezaji kama ni sehemu muhimu katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati nchini. Lakini pengine hao wawekezaji wenyewe pia, kuna wakati wawekezaji wengine wanaweza wakaja wakaingia partners wawili au watatu kwenye kampuni wakafanya kitu kimoja, lakini ndani yake pengine miaka miwili haijesha wakawa wameshagawana. Kwa hiyo sasa migogoro inaonekana kwamba ipo, lakini sijui mnaenda nayo vipi. Taasisi hii, mamlaka hii ina role kubwa sana katika masuala ya uchumi wa nchi. Kwa kiasi gani tumeishauri serikali katika kuyaendeleza au ule mradi wa kuendeleza maeneo ya kihistoria. ZIPA ndio moyo wa nchi yetu, kwa sababu uwekezaji manake ndio unaleta yale mafanikio makubwa kwenye nchi yetu. Tumeshuhudia utalii jinsi unavyoingiza fedha, na tunajua wawekezaji wengi manake ambao wamewekeza kwenye utalii wanatusaidia sisi kupata pato kubwa. Kwa hiyo mzidi kuiletea manake mapato mengi nchi yetu na serikali yetu kwa ujumla. Lakini nyinyi kwa vile ndio walezi wa hawa wawekezaji, mnawasaidia vipi hao kuhakikisha kama zile huduma sasa wanazipata ili vijana wetu waweze kupata ajira? Manake mradi ukisimama kila kitu kinasimama, mpaka zile ajira zilizotarajiwa pale na kuwa hazipatikani. Tutizame, je, bado tumejiridhisha na tulipo au kuna mambo mengine yafanywe kwa ajili ya maslahi? Naibu Mkurugenzi Kinga na Elimu ya Afya Zanzibar, Dr. Fatuma Kabole amesema Wizara ya Afya itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo MSI Tanzania ili kuhakikisha jamii inaelimika kwa usahihi na kuweza kupata huduma za afya za uzazi bila vikwazo. Mradi huu
umechangia kuleta matokeo chanya. Mojawapo ya mafanikio makubwa ni kupunguza kwa vifo vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 83 mwaka 2023 hadi vifo 59 mwaka 2025. Aidha, imeonekana ongezeko la matumizi ya njia za uzazi wa mpango kufikia 17.5% kwa mwaka 24, ikiwa mwaka 23 ilikuwa 15%. Vile vile idadi ya watumiaji wa njia za mpango imeongezeka hadi kufikia 7% na tulitoka kwenye 6%. Kwa upande wetu wa Wizara ya Afya, nimeona pale kwamba tunatumai kwamba hizi afua zitawekwa kwenye costed plan, na hakika kwamba zimewekwa kwa sababu nimeshiriki kwenye utengenezaji wake. Jambo ambalo ningependa kuliona, ningependa kuona hizi data zote tunazozipata za out of school na in school na kwengineko kwenye community ziwe linked kwenye data zetu tunazozipata za Wizara ya Afya, ili tuweze kutoa maamuzi sahihi kwa kutumia data sahihi zaidi. Kitu kingine ambacho ningependa kukiona zaidi ni muunganisho wa afya ya akili. Tunajua watoto wetu wana matatizo hayo, na ningependa kuona katika mradi unaofuata tuweze kuunganisha zaidi afua ambazo zinaangalia zaidi upande wa afya ya akili. Planning bado ni changamoto kwa visiwa vyetu vya Zanzibar, na kutokana na WHO wanasema kama tutatumia uzazi wa mpango vizuri tutaweza kupunguza vifo vya mama na watoto kwa 30%. Kwa hiyo kupitia mradi huu tuliweza kupata wafanyakazi tofauti ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye outreach refu. Na vile vile tunashukuru kama Wizara ya Afya kwamba kwa huu mradi umemaliza, lakini tumeweza kupata extension ya mradi mwingine Kijana Kwanza, ambao utaenda kutusaidia wakati tunajipanga kama ni sustainability. Wakati tunaendelea kujipanga, utaenda pia kuendelea kuimprove afya ya uzazi kwa vijana na vile vile kuimprove uzazi wa mpango ili kuweza kufikia malengo ya kitaifa na kimataifa ya 2030.